Ruto amewarai vijana kutotumia visivyo fedha wanazopokea kupitia mradi wa Nyota, akieleza mikakati iliyowekwa na serikali yake kuhakikisha fedha hizo zinawafikia vijana wote kwa usawa, wakiwemo wale walioko mashinani. Akizungumza katika kaunti ya Kilifi wakati wa kutoa fedha za mradi huo kwa vijana wa kaunti za Kilifi, Lamu na Tana River, Rais Ruto ameorodhesha miradi inayoendelezwa na serikali inayonuia kuwawezesha wananchi, akiwataka vijana kuhakikisha wanatumia nafasi hizo kujiendeleza kimaisha. James Mwangi na taarifa kamili. Baada ya kutua maeneo mbalimbali nchini, leo hii ilikuwa zamu ya eneo la Pwani. Maelfu ya vijana wakikusanyika katika eneo la Butwani Waterfront Park mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, katika hafla iliyoongozwa na Rais William Ruto ya kutoa fedha za takriban vijana 540 kutoka kaunti za Lamu, Kilifi na Tana River. 1149 pesa imeingia kabisa. Very good. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto ameeleza hatua zilizochukuliwa na serikali yake kuimarisha maisha ya vijana, akiwataka kutumia nafasi hizo kujiendeleza kimaisha, ikiwa ni pamoja na kutotumia vibaya pesa wanazopokea kupitia mradi wa Nyota. Saa zingine miradi kama hii ikifika, ni vijana hapa mjini ndio wako na network. Hawa vijana wa mjini peke yao ndio wanapata nafasi hiyo. Tukasema ili hii mradi iwe ama iambatane na mpango wa bottom up, tupeleke hii mradi kwa kila ward. Hata kama ward yenu ni Adu, ile ya kona kule, we want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amepongeza juhudi za Rais Ruto za kuwainua vijana, huku akisifia hatua ya serikali ya kuondoa ushuru kwa wananchi wa kipato cha chini, akisema kuwa hii itasaidia pakubwa wafanyikazi. Mimi nakushukuru Rais kwa sababu umetangaza ya kwamba unaleta mabadiliko kule bungeni ya kisheria. Ndio wale ambao ni Wakenya 1.5 milioni ambao wanapata chini ya shilingi 30,000, hao hawatalipia pesa ya kodi ya pay as you earn. Takriban shilingi milioni 252 zimetengwa kwa ajili ya mradi wa Nyota eneo hilo, vijana wakitarajiwa kupokea jumla ya shilingi 50,000 katika awamu ya kwanza na ya pili, ili kuwawezesha kuanza au kuimarisha biashara zao. Unapanga kutumia hii pesa kufanya aje? Hii 22,000 na panga kununua nazo kula, nataka fridge. Biashara yangu ni anduka, niko na kioski. Saa hii mpango ni kuenda kuipanua mpaka iwe retail shop. Nimepata hii, nitaenda kutoka nje nitafute duka huko nje nifungue biashara, hata kama kuuza botiki ya kuuza nguo hapo. James Mwangi, Undugu TV.